Rage, swali langu moja kwa moja kwako ni juu ya Simba. Simba hawajafanikiwa kutoa kombe hili la shirikisho barani Afrika. Kitendo cha kufika fainali Simba, haya ni mafanikio kwao? Tena ni mafanikio makubwa sana kwa mtu yote ambaye anajua mpira wa miguu, kwa sababu Simba wamefanya mabadiliko makubwa ya timu yao. Ndio. Kwa sasa, kwa maana wachezaji wengi wapya, imepata kocha mpya ambaye ndio season yake ya kwanza. Kwa hiyo kocha Fadlu anastahili sifa kubwa, wachezaji wa Simba wanastahili sifa kubwa, viongozi pia wanastahili sifa kubwa, pamoja na mashabiki na wanachama. Wamefanya kazi nzuri sana kuhakikisha kwamba Simba inafanya vizuri, na hatua hii waliofikia fainali ambayo mimi na hakika wote pamoja na mimi nilikuwa sitegemei mara ya kwanza kama mwaka huu tungeweza kufika fainali. Kwa nini Rage ulikuwa hutegemei? Yaani kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na wachezaji wengi wapya. No. Na kocha alikuwa ndio mgeni. Kwa hiyo nilikuwa naona kama vile kilichotokea ni juhudi kubwa na ushirikiano na umoja mkubwa uliofanywa ndani ya klabu ya Simba. Ndio ndio nadhani siri kubwa ya mafanikio yao. Kwa hiyo tunaweza kubainisha kwamba kufika fainali wamebahatisha tu Simba. Ila sisemi wamebahatisha. Ndio. Wamedhihirisha kwamba wana timu nzuri na wana kocha mzuri na wana uongozi mzuri na wana mashabiki wazuri. Kwa hiyo ndio tafsiri yangu. Na Rage, pengine katika mchezo ule wa fainali, unadhani ni nini ambacho kimewakosesha Simba kufanikiwa kutoa ubingwa ama kulibakisha kombe ile katika ardhi hii ya Mama Samia? Watu wengi kwanza walikuwa wanafanya comment kwenye hii mitandao yenu ya nyinyi vijana. Ndio. Ambayo kwa kweli mimi na imani iliweza kuwapunguzia morali au kuwavuruga kiakili wachezaji, psychologically tunasema. Kwa sababu akili yao yote mara ya kwanza mechi ilikuwa wanategemea kucheza katika uwanja wa Mkapa. Ndio. Lakini hakuna tofauti kubwa na uwanja wa Amani. Amani tofauti yake ndogo tu kwamba watu walikuwa 15,000, uwanja wa Mkapa ni 60,000. Lakini impact au ile vuguvugu la ushangiliaji linafanana, japokuwa watu 15,000 mnaona wadogo, 15,000 ni wengi sana. Kwa hiyo kulikuwa hakuna haja ya kufanya mjadala kuwa mgumu sana, kwa nini uwanja umehamishwa kule na hivi. Kulikuwa hakuna sababu. Kwa hiyo ni moja ya sababu mojawapo. Ya pili, ni bahati mbaya ilipotokea yule mchezaji Kagoma kupewa red card. Kwa hiyo ile kidogo na yenyewe ikawatoa kwenye mchezo. Na lingine ambalo liliwavunja nguvu nadhani ni baada ya kufunga goli referee akalikataa. Lakini si referee aliyekataa, nataka nimtetee hapo referee. Yeah. Waliokataa goli ni watu wa VAR. Mpira wa sasa hivi hauchezeshwi na muamuzi wa kati peke yake, japokuwa mwenye maamuzi ya mwisho ni yeye. Hapaswi wala halazimishwi kufuata maamuzi ya VAR. Kwa hiyo mimi nina imani kubwa kabisa na Simba Sports Club. Sio Simba peke yake, hata Young Africans wakijiandaa vizuri, na kuambia hii weka kwenye record, utakuja kuniambia within the next 2 years Simba na Yanga wanaweza wakacheza fainali ya mashindano haya kwa kukutana wao binafsi. Rage, umeibua maswali hapa. Nasema narudia, muweke kwenye record kwamba kwa juhudi hizi ambazo zinafanywa sasa na Simba pamoja na Yanga. Juhudi ya kwanza mwaka juzi Yanga wamefika fainali. Mwaka huu Simba wamefika fainali. Kwa hiyo usije ukashangaa kati ya mwakani au mwaka kesho kutwa ukakuta kombe la CAF au kombe la washindi, kombe lolote kati ya makubwa mawili, kama wasipokutana kwenye CAF au washindi,
watakuja kukutana kwenye Super Cup. Utakuja kuniambia tu lazima. Rage, kuna hii hoja ambayo inaibuka kwamba iwe Simba iwe Yanga ni ngumu sana kutoa mataji haya ya Afrika, na hususani pengine mechi ya fainali ya mkondo wa pili ikiwa wanacheza hapa Tanzania, kwa sababu hawa wawili wenyewe kwa wenyewe wanahujumiana. Hizi kauli unazichukua kwa ukubwa gani? Ni kweli manake wewe ni mkongwe, uwepo muda mrefu kweli kweli, na upo muda mrefu kweli kweli Rage. Nasema kwanza huo ni upuuzi kusema kwamba tunahujumiana. Ndio. Nitakurudisha nyuma mwaka 73, kabla ya 73 Yanga walitufunga mfululizo kama miaka 4. Paka tukawa tunaitwa 404. Maana kulikuwa na pijo gari ilikuwa inaitwa 404. 73 fungozi imekaa polisi Msimbazi, hamna kiongozi, Yanga akafungwa na Simba. Nataka kukueleza tu kwamba Yanga hana uwezo wa kuhujumu Simba, wala Simba hana uwezo wa kuhujumu Yanga. Ni Mwenyezi Mungu peke yake. Isipokuwa kuna watu na wenyewe wanapata ulaji wao hapo. Ulaji unamaanisha nini Rage? Acha hao unaoniambia wewe kwamba wanawashawishi watu waamini kwamba kushindwa kwetu kumetokana labda na ushawishi wa Yanga au Simba. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna mwenye uwezo zaidi ya Mwenyezi Mungu. Mimi ni muumini wa dini ya Kiislamu. No. Nimeuliza swali hilo kwa sababu ukitazama kitengo cha habari cha Yanga wamefurahia kweli kweli Simba kukosa ubingwa, tena wameandaa gahawa jana hiyo wakishangilia na kuvaa jezi za Belkane. Hii inaleta tafsiri kwamba Yanga na Simba huwa wanaombeana mabaya tu Rage. Mimi naweza kusema kuna vitu vingine ni vya kijinga. Hicho ni kitendo cha kijinga kabisa hicho. Ndio. Tena haifai. Watu kama Yanga hawastahili kufanya kitendo kama hicho, kwa sababu mwaka 98 Simba walitoa wachezaji wao 3 kwenda kuisaidia Young Africans kwenye mashindano ya klabu bingwa ya Afrika. Kwa hiyo kufanya vitu hivi ni ujinga wa mwisho, na ndio maana tunasema kwenye mngefuata kanuni za CAF na FIFA kupata viongozi wenu wa michezo, mngekuwa hakuna vurugu kwenye mpira. Kwenye katiba ya CAF na FIFA, kitu cha kwanza ili uwe kiongozi wa CAF au FIFA lazima utokane na miongoni mwa football family wanaita. Ndio. Yaani mwana familia wa mpira. Sasa sisi huku kuna watu from nowhere anatoka porini tu huko anakuja anakuwa msemaji au anakuwa kiongozi. Haiwezekani. Rage, tuhitimishe. Simba wamebakisha makombe mawili kwa maana ya ligi kuu pamoja na CRDB Federation. Simba unaona wakitoa ubingwa wowote msimu huu kati ya makombe haya mawili? Sasa wewe unauliza tena Uarabuni bwana. Wewe unaonaje? Ndio nakufahamisha, Simba kwa sasa hivi ndio timu bora Tanzania, na utaona kesho Singida wakwe zangu hawanaonea huruma kipigo watakachopata. Manake watakata rufaa Babati huko kwenye CRDB Cup, napo watapata kipigo vile vile. Usicheze na Simba sasa hivi. Manake Yanga ni kama wanawachungulia hivi. Yanga kama wanawachungulia hivi. Manake wao wanataka kutetea taji la ligi kuu pamoja na CRDB. Huo ndio ukweli Rage. Nasema watusubiri waone cha moto safari hii. Wasubiri waone cha moto. Safari hii lazima Yanga atafungwa na Simba, akitaka asitake. Mvua inyeshe jua kali. Asante sana Rage na asubuhi njema. Asante sana. Haya. Crown Media. Hapa ni nyumbani.